TAKUKURU mkoa wa Mwanza imefanikiwa kuokoa fedha za chama cha ushirika cha Bukasiga kilichopo wilayani Ukerewe zaidi ya shilingi milioni 106. Ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Mwanza katika kutekeleza majukumu yake imekuwa ikiendelea kufanya majukumu ya uzuiaji wa vitendo vya rushwa, lakini uelimishaji wa wananchi kujua haki zao na wajibu wao ili kuepuka vitendo vya rushwa. Lakini pia tumekuwa tukipokea malalamiko mbalimbali ya vitendo vya rushwa ambayo tumekuwa tukiyafanyia uchunguzi na kuchukua hatua za kisheria kwa mujibu wa sheria za nchi. Hivi karibuni ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Mwanza ilipokea malalamiko kutoka chama cha Bukasiga kilichopo Ukerewe. Chama hiki ni chama ambacho kinajihusisha na shughuli za uvuvi. Sasa katika malalamiko yao chama hiki walilalamika kwamba walichukua mkopo kwa ajili ya ujenzi wa kaushio la dagaa. Sasa katika kuchukua mkopo ule, ni mkopo ambao walichukua kutoka katika benki ya TADB, na walipochukua mkopo ule waliingeji kampuni moja ya Sugeko. Hii kampuni ya Sugeko ni kampuni ambayo iko mkoani Morogoro, kampuni ambayo iliridhia kuchukua zabuni ya ujenzi wa kaushio la dagaa. Kwa hiyo kampuni hii ilichukua kiasi cha fedha, na walipojenga kaushio la dagaa walijenga kaushio la dagaa ambalo lilikuwa ni substandard, jambo ambalo kaushio hili lilifanya kazi mara moja na likaungua na halikufanya kazi tena. Kwa hiyo chama hiki cha Bukasiga, chama cha ushirika, kikawa kinalazimika sasa kulipa mkopo ambao hawakuwa na manufaa nao tena, kwa sababu lengo la mkopo halikutimia. Baada ya kupokea malalamiko hayo, tulifanya uchunguzi wa kina, tulikusanya ushahidi na kuwafanya mahojiano na watuhumiwa, na watuhumiwa hawa walikiri ni kweli na walithibitisha kwamba kazi walioifanya haikuwa na kiwango hicho. Kwa hiyo TAKUKURU ilichukua hatua na kuendelea na uchunguzi wa kina, na kampuni ya Sugeko iliridhia na ilikiri imeamua kurejesha fedha hizo zote. Kampuni imerejesha fedha kiasi cha shilingi milioni 106, fedha ambazo ni fedha halali kwa ajili ya chama hiki cha ushirika cha Bukasiga. Kwa hiyo nikasema niwaite waandishi wa habari tuwafahamishe hilo kwamba TAKUKURU tumeendelea kuchukua hatua, na kimsingi tunaendelea na uchunguzi wa kina wa kukusanya ushahidi, ili kama itabainika kwamba pamoja na kazi hiyo ambayo ilikuwa ni substandard kuna tuhuma nyingine zaidi za jinai, basi tutachukua hatua zingine kwa mujibu wa sheria. Aidha, ninapenda kutoa wito kwa vyama vya ushirika. Kama mtakumbuka, hivi karibuni TAKUKURU pamoja na mrajisi wa ushirika, mkuu wa mkoa alizindua kampeni ya Chagua Uadilifu, Linda Ushirika. Nini maana ya kampeni hii? Kampeni hii ilikuwa ni kuwataka viongozi wote wa vyama vya ushirika, ikiwemo ni vyama vile vya uvuvi, vyama vya kilimo na vyama vinginevyo, wachague uadilifu, waachane na vitendo mbalimbali vya ubadhilifu wa mali za wakulima, mali za wananchi. Sababu sasa TAKUKURU imeingia rasmi, na kama mnafahamu ni kwamba hivi karibuni tunaingia kwenye msimu wa pamba. Kwa wale wakulima wa pamba na vyama vya ushirika vya pamba, basi wahakikishe kwamba wakulima waliolima pamba na wamefikia hatua ya kuuza, wauze pamba zao na wapate stahiki zao kulingana na kazi walioifanya. Kwa hiyo kama kuna kiongozi yote wa chama cha ushirika, kama kuna makampuni ya ununuzi wa pamba, na kama kuna wazabuni mbalimbali wanaojishughulisha na biashara ya pamba au vyama vya ushirika ambao wanakuwa wanafanya ujanja kwenye biashara ile na kusababisha jasho la wakulima au haki za wakulima kupotea, basi tunawapa tahadhari, waachane na ujanja huo, wachague uadilifu ili tuweze kulinda ushirika na kuhakikisha kwamba wakulima na wanaushirika na wananchi wengine wote wanapata haki zao kwa mujibu wa sheria. Nafahamu kwamba vyama vya ushirika vimekuwa vikifanya biashara kubwa sana. Hali ya uchumi katika nchi yetu kwenye vyama vya ushirika, ukiangalia sasa hivi kuna takribani zaidi ya shilingi trilioni 6.2 ziko kwenye vyama vya ushirika. Sasa iwapo wananchi au wafanyabiashara au viongozi wa ushirika watafanya ubadhirifu wa aina yoyote au watajiingiza kule na vitendo vya rushwa, basi maana yake watakuwa wanajihusisha
na vitendo vya rushwa na vitendo vya hujumu uchumi. TAKUKURU tupo, tutachukua hatua kali za kisheria na hakuna yeyote ambaye atapona. Kama mnavyojua kauli mbiu ya TAKUKURU kwamba kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Tuko tayari kupambana, tunaongoza mapambano, tunahitaji ushirikiano wenu, ushirikiano wa wadau wote wa sekta binafsi, wa sekta za umma kwa ajili ya mapambano dhidi ya rushwa ili tufikie lengo la serikali la kutokomeza rushwa nchini. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.